Katika kongamano hili jambo kubwa la msingi ni kwamba kama tunapo mada inavyosema kuwezesha kujengea uwezo, kuwezesha rasilimali za ndani. Nadhani kikubwa tunachotaka kufanya kama taifa, tunapaswa tuangalie rasilimali tunazozungumza ni zipi, kwa sababu uchumi wote wa nchi uweze kukua kuna rasilimali watu. Na sisi sasa kiraia kazi yetu kubwa ni kuwekeza kwenye rasilimali watu. Taifa tunakosea sana kwa sababu hatuangalii ni aina gani ya rasilimali watu tulionao katika taifa ambao itatupelekea kuwa na uchumi mzuri, na ukishakuwa na watu wenye uchumi mzuri maana yake ile tax base ya kodi inaongezeka katika taifa. Sasa hivi Tanzania tuna watu zaidi ya milioni 60, lakini wanaolipa kodi hawafiki milioni 3. Maana yake ni nini? Yaani kwamba asilimia kubwa ya Tanzania hawana uchumi ambao unawawezesha kulipa. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya sisi kama taifa ni kuanza kutengeneza wananchi kuanzia shule za msingi mpaka tunakuja kuzalisha wananchi ambao watakuwa ni wazalishaji, wananchi ambao wataweza kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Kwa sababu ukiwa na nchi zote zilizoendelea kama Marekani na nchi zingine, sehemu kubwa ya wananchi wao wana kitu wanachokifanya. Kama hajaajiriwa basi atakuwa mbunifu, kama sio mbunifu atakuwa anafanya muziki, atakuwa anafanya kitu fulani, atakuwa anafanya uzalishaji, utakuta kwamba kila mtu kwenye taifa ana mchango fulani kwenye uchumi wa nchi, anachangia kwa kodi. Kwa hiyo lazima tufikirie kwa mapana. Tukitaka tuongeze eneo letu la kodi lazima tufikirie hivyo. Lakini kikubwa ni kuwawezesha sasa wazao. Kwamba wazao ndio wao wanashika uchumi. Wazao wao wana shughuli. Tukimwona mtu mmoja amezalisha watu, anafanya shughuli fulani, yani tukimwona mtu mmoja amejiajiri na anajiendesha mwenyewe na ameajiri na watu wengine, tunapaswa kuwalinda. Hao ni watu ambao kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi wanapaswa walindwe. Katiba ya nchi itakuwa iseme kabisa mtu yote ambaye atambuguzi mtu ambaye amejiajiri na ameajiri wengine katika taifa letu, wewe ni kosa kabisa la kuhujumu uchumi. Tumeshindwa kuangalia namna gani watu wengine na sheria zingine tunazotunga zinakwenda kuwakwamisha Watanzania. Unakuta mtu ameajiri watu zaidi ya 10, 20, 30, lakini anasumbuliwa na biashara yake imefungwa. Wale wote ambao waliwaajiri, wale wote ambao amewekea mazingira ya kuweza kuishi, kuendesha familia zao na kuweza kulipa kodi, unakuta wanasumbuliwa. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tubadilishe mazingira ya kitaifa. Kama sera ya uwekezaji inavyosema na sera ya uwezeshaji inavyosema, tuwekeze zaidi katika kuwajengea uwezo wa Tanzania. Na Mtanzania yote akijitokeza kwamba amefikiria, akaja na taasisi fulani, akaanza kutengeneza fedha, akaanza kuajiri, wale watu wanapaswa kulindwa. Changamoto tunayoona unakuta mtu anaamka from nowhere, watu wanaanza kusumbuka. Kwa mfano sisi asasi za kiraia ni wadau wakubwa sana. Mwaka jana tu tumeingiza zaidi ya trilioni 2 za kigeni, fedha za kigeni. Naona kupitia asasi za kiraia. Lakini kuna watu bado wanatuona kwamba sisi ni watu ambao hatufai. Bado kuna watu wanatusumbua. Lakini tumeajiri watu wengi. Watu walioajiriwa na sekta NGO ni zaidi ya 100,000 na kitu. Ukienda kwenye private sector ni wengi sana wameajiriwa. Lakini bado kuna watu wanaweza mtu akaamka tu from nowhere. Tena unakuta mtu huyo anatumia rasilimali za nchi, kwa mfano maofisi, magari ambayo yanalipwa na hizo kodi. Lakini utakuta ndio wa kwanza kusumbua watu wanaolipa kodi. Kwa hiyo hili tuweze kuwa na kuboresha masuala ya ulipaji kodi na uchumi wa nchi yote, lazima tuanzie chini. Na elimu ya masuala ya biashara na kodi lazima ianzie chini kabisa, kuanzia shule za msingi. Watoto waanze kufundishwa namna ya kulipa kodi, namna ya kufanya biashara, namna ya kuwa wawekezaji, namna ya masuala ya entrepreneurship na ujasiriamali. Haya ndio mambo ambayo tunapaswa kufundisha watu kuanzia wakiwa wadogo. Tuangalie namna gani tunaifanya elimu yetu izalishe watu ambao ni rasilimali mali kweli katika taifa. Yaani watu ambao ni productive, ambao watatengeneza biashara, watatengeneza uchumi wa nchi na wataongeza ile tax base katika taifa letu. Kikubwa ni kwamba sheria za kodi na mifumo yake lazima tuifumue ili iendane na hali halisi ilivyo sasa. Na sisi sekta sasa za kiraia tunapaswa tuangalie kwa jicho la kipekee, kwa sababu sisi ni wadau ambao tunaleta fedha za kigeni kutoka nje, tunazalisha ajira, lakini tunakusanya kodi kwa kupitia watu ambao wanaajiriwa katika sekta. Lakini pia tunatoa elimu ya kodi katika taifa letu.